bikira na mfiadini. Huyu alikuwa binti mdogo sana wa umri ya katikati ya miaka 12 na 15 alipokubali kutoa uzima wake chini ya utawala wa mfalme wa Roma Diocletiani mnamo mwaka wa 305 alipokataa kuweza kuingia katika maamrisho yake yaliyoweza kumtenga na imani yake na Kristo ambaye alikuwa anamshuhudia muda wa maisha yake. Huyu baada ya kuwekwa chini ya mateso makali ambayo tunaweza kuita kwa Kifaransa de bûcher, aliweza mwisho kukatwa kichwa na kuuawa akikataa kumkana Kristo aliye Bwana wa maisha yake. Na huyu aliweza kuteuliwa na Eklesia kuwa symbole de pureté. Na sisi watu wapenzi, kwa maombezi yake Agnesi, tumwombe Mungu atujalie ushujaa kama vile wake, atujalie imani thabiti, tuweze kumshuhudia Kristo mpaka siku yetu ya mwisho. Basi watu wapenzi, bila kutoa sadaka hii ya misa, tumwombe Mungu toba ili sadaka yetu iweze kupendeza. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapashano, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana Mama Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, uniombea kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele. Bwana atuhurumie. Kristo atuhurumie. Bwana atuhurumie. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi na wa milele, unawachagua walio dhaifu na kuwatilia haya walio na nguvu. Tunakuomba sisi tunaofanya ibada ya kuingia mbinguni mtakatifu wa Yesu, aliyetoa uzima wake kwa ajili yako, utuwezeshe kumfuasa tukikaa imara katika imani. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Somo katika kitabu cha kwanza cha Samueli. Siku zile katika jeshi ya Wafilisti, Goliathi alitokea kila siku na kuwakutana jeshi la Waisraeli, akitaka mtu mmoja aje kupigana naye. Daudi akamwambia Saulo, asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu, mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Saulo akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ndiye kijana tu, naye ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa katika makucha ya simba na nyumbu, ataniokoa pia katika mikono ya Mfilisti huyu. Saulo akamwambia Daudi, nenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Daudi akaichukua fimbo yake mkononi, akichagulia mawe laini matano katika
jiwe hilo likamwingilia katika pande la uso, naye akaanguka chini kifudifudi. Hivyo Daudi alimshinda yule Mfilisti kwa kumbea na jiwe, akampiga Mfilisti akamuua. Walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake. Hapo Daudi akapiga mbio, akasimama juu ya Mfilisti, akatoa upanga wake, akauondoa katika hala, akamuua, akamkata kichwa kwa upanga huo. Nao Wafilisti walipoona ya kuwa mtu wao hodari amekufa, wakakimbia. Ndilo neno la Bwana. Asifiwe Bwana mwamba wangu, asifiwe Bwana mwamba wangu, asifiwe Bwana mwamba wangu, anayezoelesha mikono yangu kupigana na vidole vyangu kufanya vita. Asifiwe Bwana mwamba wangu. Yeye ndiye mwenzi wangu na ngome yangu, boma langu na mwokozi wangu, ngao yangu ninayokimbilia, anayeweka taifa chini yangu. Asifiwe Bwana mwamba wangu. Mungu, nitakuimbia wimbo mpya, nitakupigia kinubi cha nyuzi 10. Wewe unawapa wafalme kushinda, unamwokoa Daudi mtumishi wako. Asifiwe Bwana mwamba wangu. Yesu alitangaza habari njema ya ufalme na kuponya kila ugonjwa katika watu. Huo uzima wa mtu au huo nao wakanyamaza. Akawaelekezea macho moja moja kwa hasira, akiona uchungu juu ya ugumu wa mioyo yao. Akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Naye akaunyosha, mkono wake ukarudishwa kuwa mzima. Wafariseo wakatoka mara wakafanya shauri juu yake pamoja na Waherode, wampoteze kwa njia gani. Tushangilie neno la Bwana. Leo Yesu katika Injili anakuja kutufundisha kwamba ni lazima tutende mema kwa nyakati zote, wala hakuna wakati wa kufanya mema na mwingine kuweza kupuuza kumpenda jirani. Na upendo unaotoka kwa Mungu ni ule upendo ambao unatuongoza kwenye sheria kuu, sheria ambayo Yesu Kristo mwenyewe aliweza kutuachia katika ile amri yake pia aliyotufundisha. Alituambia, mpendane kama vile mimi mwenyewe nilivyowapenda ninyi. Ni maneno ambayo wala ni sheria ambayo anatufundisha katika Injili ya Luka, ya Yohane kipindi ya 13 mstari wa 13-14. Yesu anapofundisha wala anapotuzungumzia katika Injili hii
akitenda muujiza zaidi juu ya yule mtu ambaye mkono wake ulikuwa unapooza, umekauka. Hakuja kugeuka ile sheria ambayo Musa aliweza kuiweka, hapana, wala hakuja kuikemea kama vile tunavyoweza kuwaza vile Wayahudi zaidi Wafariseo na waandishi wa sheria wanavyochunga kwake yeye kusudi waweze kumshika katika nyayo zao, katika mitego yao, kwa kuwa yeye mwenyewe Yesu Kristo aliweza kuyatimiza maagizo yake yote bila kuacha hata moja, na vile vile aliweza kwenda kwenye sinagogi kwenye siku ya Sabato kama vile ilivyokuwa desturi kwa Wayahudi wengine wote. Tuangalie sasa na nini Yesu Kristo anakuja kukosoa katika Injili hii. Ile ambayo anakuja kukosoa ni ile tafsiri finyu ya sheria iliyotolewa na walimu na Mafarisayo, ile tafsiri ambayo inaacha nafasi ndogo sana, wala hata nafasi ile ndogo haiache ya rehema za Mungu. Hayo ni sheria ambayo inabaki katika mitindo ya kibinadamu, na ndani humo hamuna hata kidogo nafasi ambayo waliweza kuipatia kuiweka kwa ajili ya rehema. Tunajua waziwazi kwamba Yesu Kristo alikuja kutangaza injili ya wokovu, lakini wale waliokuwa wapinzani wake, mbali na kusadikishwa na hayo ambayo alikuwa anatangaza, wanaenda kuunda makundi, wakiunda mashauri kusudi waweze kutafuta visingizio mbalimbali vya kuweza kumpoteza Yesu Kristo. Tumesikiliza namna gani alikuwa na mtu mmoja ambaye mkono wake unapooza, wakamvizia Yesu ili waweze kuona kama ataweza kumponya hiyo siku ya Sabato, nao akitenda wapate kumnasa na waweze kumshtaki. Ndugu wapenzi, katika tendo la Yesu Kristo tunaweza zaidi kuangalia kazi ya neema, kazi ya neema, na wakati huu tunaweza kuangalia pia ugumu wa mioyo ya wale watu wenye kiburi, wale ambao wanaamini kuwa na ukweli mikononi mwao, mioyoni mwao, akilini mwao. Kupitia hapo tunaweza kujiuliza, je, eske Mafarisayo na hao waandishi waliweza kufurahi kumwona mtu huyu maskini akiwa mzima tena? Jibu ambalo tutapata ni hapana, kwa kuwa kinyume chake waliweza kuwa vipofu hata zaidi, vipofu vya mioyo. Waliweza kufikia hatua ya kufanya mapatano na kuweza kuungana na wale wafuasi wa Herode, wale ambao tunawajua zaidi wakiwa maadui wa asili wa Wayahudi, Wafariseo na waandishi wa sheria, lakini wanajiunga pamoja ili kuona jinsi ya kumwangamiza Yesu. Tunaweza kuita muungano huu kuwa muungano wa ajabu. Turudi katika maisha yetu, watu wapenzi, na sisi inaweza kutufikia, wala inatufikia kwa namna mbalimbali
sababu ya vinyongo vilivyo mioyoni mwetu, kwa sababu ya hasira ya fitina, kwa ajili ya yule ambaye ni mnyofu machoni petu, yule mwenye kutuambia ukweli wote bila kutafuna maneno. Tunafikia hata wakati tunajiunga, tunajikoalize na yule ambaye hata mwenye hatukuwa tunaungana naye, tunasemezana naye kusudi tuweze kuona namna gani ya kumpoteza mwili, kumtatiza yule ambaye anawekwa mbele yetu kutuambia ukweli wote na kutuongoza katika njia ya usawa, na sisi natufikia katika maisha yetu. Basi wandugu wapenzi, kupitia matendo yake Yesu pia anakuja kuikomboa Sabato ambayo imekuwa kama vile motifu ya kutotimiza hiyo amri kubwa ya mapendo. Anakuja kuikomboa kutokana na vizuizi vilivyowekwa na hao walimu wa sheria na Mafarisayo. Anakuja tena zaidi kuirudishia maana yake halisi, na maana yake ambayo anakuja kuirudishia ni gani? Ni kuwa anaifanya tena kuwa siku ya ushirika kati ya Mungu na mwanadamu. Hiyo ndiyo maana ya kuirudishia. Anaifanya tena zaidi kuwa siku ya ukombozi kutoka kwa utumwa wa dhambi, utumwa wa mabaya, na mwisho anaifanya kuwa siku ya ukombozi kutoka kwa nguvu za uovu. Anaitakasa, anaifanya siku ya kuyatimiza mapendo yake aliyotufundisha na aliyotimiza machoni yetu. Kulingana na maneno haya, Mtakatifu Augustino anakuja zaidi kushikilia mafundisho yake, kuambia kwamba yeye aliye na dhamiri safi hakika amani anayo. Ikiwa dhamiri zetu ni safi, hakuna kinyongo, hakuna kitu chochote kinachoifyonza. Sisi tuna amani ya roho, tuna amani ya kweli, tuna amani thabiti, na amani hii ambayo tunapewa kutokana na dhamiri zetu zisizokuwa na usingizi fulani fulani, ndiyo ile ambayo tumepewa kama vile sabato ya mioyo yetu, sabato ya mioyo yetu. Na vivyo hivyo katika Kristo, sabato tayari imekuja kujifungua yenyewe kwa zaidi kuwa zawadi ya siku ya Mungu tuliyopewa. Tumwombe Mungu kupitia maandishi matakatifu ya leo atujalie na sisi kuwa na moyo wenye kutakata siku zote, moyo usio na fitina, moyo usio na hila zozote, moyo usio na unafiki mbele ya macho ya ndugu zetu, jirani, katika familia zetu, kwa ajili ya sifa zake Mungu daima na milele. Amen.
tunakuomba utakase matoleo yetu kwa baraka yako, tena uwashe ndani yetu moto wa mapendo yako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Kweli yafanya haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Ee Bwana wa mtakatifu, mwenyezi wa milele. Maana mtakatifu Anyesi, bikira mfiadini, alipomwaga damu yake aliungama jina lako, akawa mfuasi wa Kristo na kuonyesha matendo yake ya shaka. Kwa hayo ulipatia nguvu katika udhaifu wake, ukampa uhodari wa ushahidi katika mwili wake mwenyewe